Omba Mungu akupe uwezo wa kuishi kwa kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Omba Mungu akupe neema, akupe uwezo wa kusimama kwa miguu yako mwenyewe. Hii nguvu ya kujisimamia ni nguvu iliyopungua sana katika maisha ya watu walio wengi, na hasa maisha ya vijana wa leo. Kwa hiyo una kazi kubwa ya kukataa utegemezi, kukataa uvivu, lakini pia kujiombea Mungu akupe neema, akukutanishe na fursa. Sisi wazazi tunatumia miaka 20 kumsomesha mwanafunzi yoyote kuanzia nursery school mpaka chuo kikuu kwa degree ya kwanza. Almost ni 20 years. Tunalipa ada tu. Hakuna zawadi unayoweza kumpa mzazi wako yeyote. Na mimi ni baba wa zaidi ya watoto 200. Hakuna zawadi unaweza kutupa sisi wazazi tukaiona ya maana isipokuwa ni wewe kusimama kwa miguu yako mwenyewe, kuishi katika kusimama kwa miguu yako. Na katika kitabu cha Ezekiel ule mlango wa 37 mstari wa 10, naomba uniwekee pale. Nataka nikuonyeshe kile ambacho nataka kuomba. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia. Pumzi ni ability, ni spirit. Spirit of success, spirit, roho, nguvu. Anasema nguvu ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yako, kwa miguu yao. Na ni maombi yangu tunapoomba hapa, vijana mlioko hapa wote kwa majina yenu, roho iwaingie, muishi kwa kusimama kwa miguu yenu. Kusimama kwa miguu yako. Hii ni psychological phobia. Nilisema mtu anasomeshwa kwa miaka 20, amemaliza degree ya kwanza kuanzia nursery school mpaka degree ya kwanza, almost miaka 20. Akimaliza anaajiriwa, labda na TRA, ajiriwa jeshini, anakuwa daktari, engineer, ameajiriwa TANROADS, mashirika ya umma au nje au Umoja wa Mataifa, World Bank, na anaweza akafanya kazi kwenye taasisi kwa miaka 30. Anaweza kufanya kuwa mchungaji, akafanya kazi kwenye taasisi miaka 30. Siku ya kustaafu akipewa barua, huyo mtu ameandaliwa kusimama kwa miguu yake miaka 50, wengine miaka 60, lakini akipewa barua anatetemeka, pressure inapanda, sukari, figo zinafeli. Kwa sababu gani? Hawezi kusimama kwa miguu yake. Lakini pia kuna watu ambao wamefanya kazi kwenye taasisi miaka 30 na wanatunga sera na hotuba za ubatili. Tumetengeneza mpango wa vijana kusimama peke yao. Tumetengeneza mpango wa vijana kujitegemea wanapotoka university. Huyo yeye ameshafanya kazi miaka 40 serikalini, hajaweza kujitegemea, lakini natunga sera za vijana kujitegemea. Utapeli huu. Nachokitaka hapa, roho ikuingie, usimame kwa miguu yako, uishi kwa kusimama kwa miguu. Washindi wangesema amina, halafu wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na Mungu alete fursa, akupe neema, akupe ability ya kusimama kwa miguu yako. Na hapa ninawaandaa vijana ambao Mungu atawapa neema ya kusimama peke yao mpaka mwashangazi wastaafu. Wako wapi watu wanaoelewa hapa? Wanaosema pamoja nami? Ndio. Hii nimekuambia, kusimama binafsi ni phobia, ni hofu, ni shida ya kisaikolojia. Lakini mnaweza. Na kuna vijana walioko hapa wachache wameanza kusimama peke yao.
Unajua, nikisema ninawaandaa vijana, sitamtaja kwa jina, lakini mimi najua kijana mmoja wa kawaida kabisa kabisa anayekaa kwenye viti hivi hapa ndani. Kijana mdogo, hajafikisha miaka 40, anakaa hapa, yuko kwenye ibada ya masifu ya asubuhi, ibada ya masifu ya jioni. Mwezi uliopita, ni mwezi uliopita wa 6 au wa 5, mwezi wa 6 nafikiri, aliniaga na tukaombea crew yake. Kijana anayekaaga hapa amenunua meli. Sasa usifikirie mimi naandaa vijana wa kuruka na ungo, tafadhali. Yaani nataka tu kusema amenunua, ni Mtanzania, msharika wangu hapa Kijitonyama, mimi ni mchungaji wake. Kijana hajafikisha miaka 40, amenunua meli. Ile meli marubani, wahudumu, sijui kitu gani, crew ya kuendesha ile meli. Ni meli ya mizigo ya kubeba kontena 270, almost 300. Anakaaga hapa kila siku. Leo simuoni, na hata kama angekuwepo nisingekuonyesha. Kimaso mwanangu, simuone na mimacho. Siwezi kumuonyesha Yesu nimuonyeshe Herode, eti umbebe Yesu mpeleke kwa Herode, anarudi. Ni mtoto wangu. Hiyo meli tu wafanyakazi wake ni almost zaidi ya watu 40, wameanzia hapo zaidi ya watu 40. Ni kijana hajafikisha miaka 40. Sasa hii mikono haizagi mapooza. Wewe usijidai kudeka hapo, usijidai kukaa hapo unadeka, unajiona mlemavu. Hauna ulemavu wowote. Kwa madhabahu hii utasimama peke yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wachache waseme amina. Unajua kuna mtu mwingine ameshajiwekea kwenye mie fungu la kukosa. Hakuna fungu la kukosa hapa hata mmoja. Kama ni fungu la kukosa, tafuta mchungaji wako, nipishe. Uende ukatafute mchungaji wako wa fungu la kukosa. Hapa mchungaji huyu na mikono hii ni fungu la kupata. Nasema ni fungu la kupata. Wako wapi vijana wanaosema amina? Na huyo mtoto wangu wajui jinsi alivyonifurahisha. Amenifurahisha sana moyo wangu. Aliponiambia mzee, nimeangalia, nimebidi kwenda kwenye biashara ni hapo. Na amenunua meli ya mizigo zaidi ya kontena 270 inabeba kutoka China, inaleta hapa. Mtoto wa Kijitonyama kwa Alimaua, kwa Mtogole, Tandale, na mchungaji wake yuko hapa. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya! Kutoka kwa mama Nyau, kutoka Kijitonyama kwa mama Nyau, kutoka Kijitonyama kwa Alimaua, kutoka Kijitonyama Tandale. Tunamiliki meli, washarika wa hapa vijana tu tumevurugwa, tumejiuliza vijana wa hapa Kijitonyama, tumejiuliza tuanze na nini? Tukaona angalau kwa kuanzia meli. Wako wapi vijana wanaosema tunamaanisha hapa? Wako wapi vijana wanaosema tunamaanisha? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Na malaika alimjibu Mariamu alipokuwa anajiuliza how shall this be, litakuwaje neno hili? Kuna mtu hapa anajiuliza swali hilo, how shall this be, mimi nitawezaje? Malaika alimjibu, huyo anti yako Elizabeth, mke wa Zakaria, aliyeitwa tasa, sasa ana mimba ya miezi, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake. Ngoja nikuambie Mariamu, ikiwa Elizabeti ana mimba ambaye alikuwa tasa, bikira atazaa. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Na huyo niliyemtamka hapa ya kwamba amenunua meli ni kijana mwenzako. Ikiwa ameweza, wewe anayefuata ni wewe. Sijui kama oh my God, 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 oh my God. Wako wanaosema the next is me. Wako wanaosema the next is me. Yuko wapi Mariamu wa jioni ya leo anayesema anayefuata ni mimi? Pigia Jehova vigelegele vya shangwe. The next is you. Nasema the next
kila naye atazaa. Washindi wachache wangesema amina. Haleluya. Hakuna zawadi utakayonipa, nataka usimame, uishi kwa kusimama kwa miguu yako. Na mimi ninasimama hapa kama Yesu alivyomwambia Petro ya kwamba nimewaombea ninyi, mkiongoka, mkisimama, mtawaimarisha ndugu zenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa mimi haya ndio mambo nayazungumzia hapa. Usije ukakaa unafikiri kwamba ninaongea vitu ambavyo havipo. Mimi ninajua watu ninaowatengeneza ni watu watakaoitikisa Afrika itikisike hivi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Pili, ombea kulipa gharama ya hatima yako. Upewe neema, upewe uwezo, upewe na stamina ya kulipa gharama ya hatima. Kuna gharama za hatima. Kuna watu wanataka kufikia hatima yao lakini hawapendi kulipa gharama. Kuna gharama za hatima. Kufanya kazi kwa bidii, uvumilivu, discipline, nidhamu imebeba 50% kwenye maisha ya watu. Huwezi kuwa kijana wa ovyo ovyo, unatukana mitandao kuanzia asubuhi mpaka jioni, hauna discipline ya maombi, hauna discipline ya sadaka. Kuna gharama. Lazima ulipe gharama. Kuna discipline pia ya malezi. Discipline ya malezi ipo. Hautaki, unataka sijui hauwezi kufika pale ambako unapaswa kufika. Kuna gharama ya hatima. Na Ayubu alilipa gharama ya hatima. Joseph, kijana mwenzenu, alilipa gharama ya hatima. Aliuzwa na ndugu zake. Alisingiziwa kesi ya ubakaji. Alikaa gerezani miaka 3.5. Alikuwa analipa gharama za hatima. Alafu kuna watu wengine hapa unapitia kipindi wakati mweusi, na wengine wanafikiri kama umelose, umeshindwa, wewe ni loser. Nisaidie kuambia tangu leo wasikuone hivyo. Waambie ninalipa gharama za hatima yangu. Na nikitoka, natoka kama dhahabu. Sijui kama kuna watu wachache ambao wananielewa sawa sawa. Niliwashuhudia tena siku moja. Dada mmoja nilimkuta New York Marekani, amejenga, yani anaishi kwenye Mansion House. Lijumba likubwa kweli kweli. Na yuko, yani sijui nikwambieje. Mungu amewabariki wale watu sana sana sana. Wanamiliki hospitali kubwa. Sasa nikamwambia, ili kuaje wewe kuja Marekani? Akaniambia, mchungaji, hadithi yangu inachekesha. Niliachwa vibaya na jamaa mmoja, aliniacha vibaya. Tulichumbiana tangu chuoni, tangu shuleni. Tumekaa kwenye uchumba miaka 10. Aliniacha vibaya. Kwa hiyo ule kuachwa namna ile, nilipata stress, nikapata shida ya tatizo la akili. Ile stress ilikuwa kubwa, ile trauma. Nikalazwa psychiatric. Nikiwa kule psychiatric, akatokea daktari ambaye wanafanya internship kwenye wodi ya vichaa, na yeye ni daktari bingwa pia wa masuala ya vichaa. Kulikuwa kuna exchange program kati ya Wamarekani na sisi. Kwa hiyo alipokuja kwenye ile hospitali akanihudumia nikiwa pale na choma masindano, nimeachwa vibaya. Lakini akawa ananihudumia tu, akili zinarudi na nini hivyo, na lala na amka. Kichaa kilikuwa kichwa cha kufungwa na kamba. Kuna watu wanajua kupenda jamani, mpaka ufungwe na kamba. Mjambo, mnapendaga? Moyo wangu wote nakupa wewe, mpe Yesu shauri yako. Basi, in short, kile kilichotokea kwenye maisha yake ni kwamba yule daktari bingwa ameendelea na matibabu, akapona, akamfanyia counseling, akakaa naye, akamfanyia case study na vitu kama hivyo. Baadaye ni kijana, baadaye akamwambia I love you, I love you 2, I love you 3, I love you 4, 5. Mwisho wa siku akawa wachumba. Baadaye ndoa ikafungwa Marekani. Wazazi wakatolewa hapa, wakaenda Marekani, wakafunga ndoa. Na yule bwana ndiye ambaye amefungua taasisi kubwa sana pale New York, yuko pale. Kwa hiyo ananiambia, kwa kuachwa vibaya, that is the cost of your destiny. Hiyo ni hatima
Watu wasije kasema ameachwa, amechanganyikiwa. Ni gharama ya hatima yako. Mungu akupe stamina, Mungu akupe kushinda, Mungu akupe neema ufike pale. Kila kitu kizuri kimefungwa kwenye ubaya. Sijui kama nimeongea na watu wangapi hapa. Kila kitu kizuri kava yake ni ubaya. Ubaya wa wana wa Yakobo ndio uliompeleka Yusufu akawa waziri mkuu. Ubaya wa yule mke wa Potifa ndio uliompeleka Yusufu akawa waziri mkuu. Ubaya wa Hamani ndio uliomfanya Mordekai akawa waziri mkuu. Na ubaya wa watu wengi na ubaya wa watu umetufanya sisi kama tulivyo. Sijui kama naongea na watu wangapi hapa ambao unanielewa sawa sawa. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Kwa hiyo that is the cost of your destiny. Usije ukanyongonyea hapa unafikiri umeachwa, umeshindwa, wewe ni loser. You are not. Wewe sio loser hata siku moja. Lakini unisaidie tu kuandika kwenye status yako. Wale ambao wanakuona loser, hauna maana, waambie tu ninalipa gharama ya hatima yangu. Nitatoka kama dhahabu. Wako wapi washindi wanaonielewa? Kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu ule mlango wa 23 mstari wa 10. Ayubu 23:10. Biblia inasema, lakini yeye Mungu aijua njia niiendeayo. Ninyi watesi wangu, ninyi wataabishaji wangu, mnaofurahia sijui nimefukuzwa kazi, sijui nimetenguliwa, sijui nimeachwa, sijui, ninyi msikie neno la Bwana. Mnaofikiri nimefilisika, lisikie neno la Bwana. Lakini yeye aijua njia niiendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Na ninaona vijana watakaotoka kama dhahabu. Leo hauna ajira, hauna mtaji, hauna tumaini, haujui hata ni wapi unaenda kulala leo. Lakini nataka nikuambie kwenye madhabahu hii utatoka kama dhahabu. Washindi wachache waseme amina. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba usimame. Naomba usimame. Muda wangu leo haupo. Bahati nzuri aliyeendesha ibada ni kijana mwenzenu, mimi hayanihusu. Simama. Naomba usimame. Na nataka kuomba kwa ajili ya vijana wa aina mbili hapa, au inawezekana yote mawili yakakuhusu au likakuhusu jambo moja. Nataka kuombea vijana wanaosema nataka kusimama, nataka Mungu unipe neema ya kuishi kwa kusimama kwa miguu yangu, na nikisimama nitawatengemeza wengine. Niliomba ombi hili nikiwa kijana miaka mingi iliyopita. Nilikuwa nakosa ada, napewa majani ya kahawa. Kaambia Mungu nipe neema ya kusimama kwa miguu yangu, na mahali utakaponisimamisha nitasomesha vijana kama mimi ambao wamekosa kwenda shule kwa sababu hawana uwezo. Na Mungu amenitendea maajabu. Zaidi ya vijana 200 wana madigrii, na wengine ni wale wamevaa masuti pale, hawajambo kama unavyowaona pale. Kwa hiyo nataka niombee vijana wa namna hii wanaosema Mungu, roho iniingie, pumzi iniingie, nisimame na niishi kwa kusimama kwa miguu yangu. Hilo ni kundi la kwanza. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni wachache wanaopitia wakati mgumu, ambao wanalipa gharama ya hatima yao. Kuna maumivu fulani umewahi kusababishiwa wewe mwenyewe, unaishi hata leo. Sijui umekujaje kwenye ibada hii, unalia usiku, unalia mchana, unalipa gharama ya hatima yako, unalipa gharama ya hatima yako. Ninataka kuomba na hawa watu kwa haraka. Fanya haraka, uje upesi, fanyeni haraka tu. Wale wa namna hiyo wanaojisikia kuja hapa mbele, nataka niwaombee. Nawaombea kwa dakika chache. Ninajua Mungu ninayemtumikia, kama kwenye hii madhabahu imeshatoa meli, sasa inayofuata si ndege. Na shida gani? Namjua Mungu ninayemtumikia. Na hata kama we huna imani, nitabeba imani yako kwenye hii madhabahu mpaka kieleweke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. I know. Watu wanaoandaliwa hapa katika bara la Afrika, ninyi vijana wa Kitanzania mtafika mbali sana. Na ninasema waziwazi kwa sababu Wachaga wanasema mahali tembo ziliwahi kupita, tembo nyingine zikaja zitapita hapo hapo. Ukitamka Afrika unaitamka Tanzania. Wapo vijana walipita hapa akina Mwalimu Nyerere
walikuwa kijana kama wewe, a very young girl, young boy, walikuwa vijana kama wewe, waliitikisa hii Afrika yote ikawa huru, ikasimama Afrika kwa vijana wachache, lakini kijana aliyeisimamia Afrika katika bara la Afrika ni kijana Mtanzania, jina lake anaitwa Julius Kambarage Nyerere, anatokea Musoma. Na mimi ninajua ikiwa Julius alitokana na vijana mliokuwa hapa Tanzania hii na Afrika ikawa na discipline ya uongozi na siasa, ikajifunza siasa kutoka Tanzania, mabadiliko ya siku za mwisho za Afrika itatokana na ninyi vijana wa Kitanzania mlioko hapa. Ninyi mlioko hapa, inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Rudia maneno haya pamoja nami kwa sauti kubwa. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kuwa umesema na moyo wangu. Ninasimama kwenye madhabahu hii usiku huu wa leo. Ninaungana na mbingu za mbingu na ninajitamkia hivi leo kwa neema yako, katika kitabu hicho cha Ezekieli mlango wa 37 mstari wa 10, roho iniingie, pumzi iniingie, uwezo uniingie, niweze kuishi kwa kusimama kwa miguu yangu kwa damu ya Yesu. Kila roho ya utegemezi na roho ya uvivu na roho nzito na bumbuazi na wazimu na ujinga, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninakusihi unishike na mkono wako, niinue tena. Bwana, inua maisha yangu tena, roho iniingie, uwezo uniingie, nisimame kwa miguu yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, haijalishi leo mapito ninayopitia, magumu ninayopitia, ninatangaza hivi leo, nafsi yangu, ita kwa sauti kubwa, nafsi yangu, nafsi yangu, rudi rahani mwako. Ninajua kwa hakika, lakini Mungu aijua njia yangu, na akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu, nitatoka kama dhahabu. Roho ya sonona, maroho ya mateso, kamba za kupimia, falaki na visomo, achia maisha yangu. Vita ya maneno, maneno mabaya niliyotamkiwa, yaliyobeba tanzi ya mauti, achia maisha yangu. Ninayafuta leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninalipa gharama na nitalipa gharama ya hatima yangu. Ninaomba uwezo, ninaomba neema, ninaomba kibali, ninaomba stamina. Bwana wa mabwana, nijalie mtumishi wako. Ulimjalia Danieli, ukamjalia Esther, ukamjalia Mordekai, ukamjalia Yusufu, ukamjalia Daudi stamina ya kulipa gharama, gharama ya hatima. Bwana, ninajua hivi leo ninalipa gharama ya hatima yangu. Nitatoka kama dhahabu, nitatoka kama dhahabu, nitatoka kama dhahabu, nitatoka kama dhahabu. Hebu inua sauti yako, jiombe, 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 jiombe. Ni mahali gani unapita? Kwenye ukame, kwenye utasa, kwenye kukata tamaa, kwenye kuvunjika moyo, kwenye hasara, kwenye kupoteza, kwenye maumivu. Ni mahali gani unapita? Hizo ni gharama za hatima. Usiogope, usiogope. Kuna mahali unaenda. Hebu jiombe kwa dakika chache. Hebu inua sauti yako, omba, jiombe kusimama pia, kuishi kwa kusimama kwa miguu yako, kuishi kwa kusimama kwa miguu yako, kuishi kwa kusimama kwa miguu yako. Baba, ninakushukuru jioni hii ya leo
kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, kwa ajili ya wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Na mimi ninasimama mbele za uso wako Bwana, ninawafunika watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uwezo wako ajabu. Ninawafunika watoto wako hawa, ninaziombea hatima za watoto wako. Angalia hawa wanaolipa gharama ya machozi, gharama ya vilio, wanaolipa kwa gharama za hatima, wanaopitia mapito magumu. Ni hawa ninaowaombea Bwana, uwatengemeze kwa roho ya uwepesi, usikie sala na dua, uwajalie wafikie hatima. Ikiwa Daudi alifikia hatima, na Yusufu akafikia hatima, na Shadrach na Meshach na Abednego wakafikia hatima, na Danieli wakafikia hatima walipolipa gharama ya kula mtama na maji miaka 3. Baba, ninaomba na vijana walioko hapa, uwajalie wafike hatima, uwape stamina, uwape neema, uwape uwezo wa kulipa gharama za hatima katika maisha yao. Ninawafunika na neema yako ya kimbingu uliyetenda kwa ajili ya maisha yangu Bwana. Mungu usiyeniacha, ambaye ulinisaidia, ninaomba hata leo Baba ukaonekane juu ya vijana hawa wa Kitanzania watakaoleta impact ya uongozi na siasa katika bara la Afrika, watakaoleta impact ya na neema ya baraka katika biashara na uwekezaji. Vijana wasomi, watafiti, watakaoitikisa Afrika. Ni hawa ninaowaombea Bwana, ni hawa ninaonyosha mikono yao. Mabilionea, wana sayansi, wana taaluma, vijana wenye akili zilizotulia, vijana wenye fikra, wenye uwezo. Ni hawa ninaowaombea jioni hii ya leo. Ni hawa niliowatamka kwenye majina yao. Ni hawa Bwana uliyetenda kwenye maisha yangu. Ninaomba uwatendee na hawa, uwape nafasi na mahali pa kusimama na kuishi kwa kusimama kwa miguu yao. Ninakataa roho la utengemezi na uvivu na uzito. Ninakata kamba za mauti na vifungo vya kila namna, na roho za mauti, vifungo na nira, roho la bumbuazi na wazimu na ujinga na uzito, propaganda nyeusi za kila namna zinazotamkwa juu yao, kila maroho ya uharibifu na ushawishi wa kipepo. Baba, ninavunja hayo maagano ya kuzimu na laana kwa jina la Yesu. Baba, ninajua umewabariki vijana wengi walioko hapa, na ninajua umewasimamisha kwa miguu yao, na mimi ninakuombea ukaonekane katika maisha yao, uwafiche katika mikono yako yenye makovu ya misumari. Wewe ni Mungu unaishi, wewe ni Mungu unamiliki, wewe ni Mungu unatawala. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako. Baba, ninawabariki vijana hawa, na ninajua watafika mbali sana. Nami nimewatamkia wape mitaji mikubwa na neema na utashi na akili ya kuishi na uwezo wa kuishi kwa kusimama kwa miguu yao. Baba, na hii ndio zawadi watakayowapa wazazi wao. Wape uwezo wa kujitegemea. Wabariki vijana hawa Bwana, na wale watakaosikia sauti hii popote walipo, nimewatamkia mbaraka, nimewafunika na neema yako ya kimbingu. Wabariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na milele, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Acha niombe kwa ajili yako na sadaka. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Ninaomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanaleta madhabahuni pako. Ninaomba utubarikie Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Ninaomba kwa ajili ya mahitaji ambayo watoto wako wameandika katika karatasi za maombi na katika bahasha hizi. Wabariki watoto wako, uzikubali dhabihu na sadaka zao, iwe ni sadaka ya kutoka katika uharibifu, kutoka heshima mpaka heshima, kutoka nguvu mpaka nguvu, kutoka uwezo mpaka uwezo, kutoka neema mpaka neema, kutoka kibali mpaka kibali, kutoka upako mpaka upako. Ninaomba uikubali dhabihu na sadaka hii ya jioni na usiku huu wa leo, iwe sadaka ya kutoka kwenye huzuni, kwenye laana,
kwenye misiba na kwenye mateso. Baba, naziombea nyumba ambazo watoto wako watalala usiku huu wa leo. Naziombea familia zao, naombea mipango yao ya muda mfupi na ya muda mrefu. Ninamuombea kila mmoja na damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu ikanene mema kinyume cha mabaya. Wabariki watoto wako waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Mungu akupe kuishi kwa kusimama kwa miguu yako. Na Mungu akupe uwezo wa kulipa gharama ya hatima yako. Akubariki Mungu Mwenyezi, wingi hapo na utokapo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninaomba mketi mlioko kwenye viti, naomba msimame mlioko hapa mbele. Nimekwisha kuwaombea na nimekwisha kuwabariki. Ninyi mtakuwa vichwa na wala sio mkia. Mungu atawafanya kuwa baraka katika dunia nzima, na mtafanyika baraka kubwa sana. Ninachokijua, Mungu anaijua njia unayoipitia leo. Baada ya hapa utatoka kama dhahabu. Mungu Mwenyezi akubariki. Wangapi wananiahidi, wananiambia mchungaji, hatutakuangusha kwenye discipline, kwa kila kitu hatutakuangusha? Alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Mwisho, tukutane kwenye hatima yako. Tukutane. Hebu mwambie jirani yako, kutana na mimi kwenye hatima yangu please. Kutana na mimi, na ninajua nitakutana na wewe kwenye hatima yako. Wangapi wanasema mchungaji, tukutane kwenye hatima yetu, hatima yangu? Mungu akubariki sana. Naomba urejee pale ulipoketi. Mungu akutunze. Enenda ukauone mkono wa Bwana. Tukutane kwenye hatima ya kwako. Tumsifu Yesu Kristo.